tumetoka kwenye swala hilo la nani. Msikilizaji, kama una maarifa unaweza kapi unajaza kwenye comment, wenzako wakipita wanasoma wanajifunza jambo hapo. Tumetoka kwenye jambo hilo, sasa tunakuja nikwambia maswali yangu yamegawanyika katika vipande viwili. Tunakuja kwenye uumbaji na mpaka kwa Adam. Uumbaji wa Adam na uumbaji wa Eva. Kwenye uumbaji ulipotoka kwenye kitabu ulichokisoma na ukija kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, vitu vilivyoshabihiana pale, hususan kuanzia kwenye uumbaji wa ulimwengu, ni kwamba kweli kabisa kwamba dunia ilikuwa giza, ilikuwa ukiwa. Uumbaji ukaanza pale, nuru ikaumbwa nyingine, na kama ulivyosema ndio jua lilipoumbwa na nyota na kila kitu, mwanadamu naye akaumbwa hapo. Tunakwenda kwenye swali sasa. Swali linaleta kwa sababu kuna kitu kipya kimoja ambacho kilikuwa pale kigeni, ambacho hakipo kwenye kitabu cha Mwanzo, ambacho ni kwamba Eva alipokula lile tunda alipata ujauzito wa Kaini, ambaye Kaini alikuja kuwa mbaya akamuua Abeli. Swali, Eva alipomega lile tunda si alimpa na Adamu amege? Asa yeye alipata ujauzito, Adamu alipata nini? Asante sana. Umefikiria mbali sana. Kumbuka Eva kabla hajatoka pale bustanini alipokuwa na lile joka. Inasemekana Eva alikula lile tunda na amelishwa tunda, na akachukua hilo tunda akaenda akamuonesha mume wake ambaye ndio Adam. Wakala tunda. Na pia ndio maana walipokula tu ile tunda walifunuliwa, sababu walifunuliwa kwamba mbona sasa tuko uchi? Mbona sasa tuko uchi? Ndio pale sasa Mungu aliamua kuwatengenezea vazi. Kutengenezea vazi. Na lile vazi alilopewa Adam ilikuwa ni vazi ambalo lina nguvu sana, kiasi kwamba hata mnyama akikuona hivi anatetemeka, anaogopa, kwa sababu ina ile nguvu ya uungu hilo vazi. Hilo vazi bwana, kisoma tena ukiendelea kusoma, hilo vazi limerithishwa kutoka kwa vizazi mpaka ikafika kwa kizazi cha Nuhu. Ikafika kwenye kizazi cha Nuhu, ambao baada ya hapo Nuhu alikuja kumrithisha mwanae Hamu. Nuhu alikuwa na watoto watatu. Mtoto wa kwanza ni Jafet, wa pili Shem, wa tatu Hamu. Kwa hiyo Hamu ndio akaja akachukua lile vazi akaendelea kurithisha kwa wanae mpaka ikafika kwa mtoto, kwa mjukuu anaitwa Nimrod. Ndio maana Nimrod alikuja kuwa mfalme tishio kwa kabisa, ndio mwanzilishi wa Babylon, wa Babeli. Kwa nini aliweza kufanya hivyo na kwa nini alikuwa mwindaji hodari mbele za Bwana? Ni kwa sababu alikuwa na lile vazi ambalo lina uungu ndani yake. Kwa maana yake baada ya Eva kula tunda, aliporudi kwa mume wake, tayari Bwana alishakuwa na kiumbe ambacho cho kiumbe kilikuwa ni damu ya upande mwingine, sio damu ya Adam kama Adam. Kwa maana Kaini alikuwa akifanya mambo maovu, baadaye akamua ndugu yake. Alipomua ndugu yake, Mungu akampa adhabu ile ya kuwa akaondolewa pale kwenye ile eneo, kaenda kuishi kwingine mbali kabisa. Sasa kwa sababu kile kizazi cha Kaini kilikuwa kinaendelea kuchafua ulimwengu, ndio kizazi ambacho pia kiliweza kufanya maovu mpaka wakaamua kwenda kuzaa na wale wana wa Mungu. Baada ya hapo basi Mungu akaamua, kwa sababu dunia sasa kipindi ilikuwa na watu wachache, kuna kizazi cha Kaini, cha Abeli. Abeli tayari shauao, ndio Mungu akampa Adam mtoto mwingine anaitwa Seti, ambacho kizazi cha Seti ndio kiliendelea mpaka leo hii.
Kizazi cha Kaini, ngoja kwanza, kizazi cha Kaini kilifutiliwa mbali kipindi cha gharika kuu. Karibu. Nitaka kukustopisha kwa sababu sitaki tuende huko sana. Nataka tubaki leo kwenye mada za leo. Tubaki hapa kwenye mada za leo.